Msichana msafiri mweusi alimrudishia bilionea mkoba wake. Alichokigundua kilimfanya alie. Ulimnyang'anya mteja huo, sivyo? Mlinzi alipiga kelele na kusimamisha duka kubwa. Katikati, msichana mdogo mweusi alishikilia mkoba alioukuta tu sakafuni. Watu walining'inika. Simu zikainuka. Alionyesha hofu, lakini hakuiba chochote. Dakika chache baadaye, mmiliki wa mkoba huo, bilionea, alijitokeza kutoka kwa umati. Alichokiona machoni mwake kingevunja kila kitu alichokuwa anadhani anajua kuhusu hasara, upendo na damu. Kabla hatujaendelea mbali zaidi, tungependa ututie jibu la kujiunga. Msaada wako unamaanisha ulimwengu wote kwetu na unatusaidia kukuletea hadithi zenye nguvu zaidi. Sasa na tuanze. Ulimnyang'anya mteja huo, sivyo? Sauti ya mlinzi ilikata kupitia ukumbi. Watu walipunguza kasi. Mama ilimetameta chini ya mwanga wa dari. Maya alisimama karibu na mlango wa duka la vito, jaketi yake ya rangi ya waridi imefungwa hadi kifuani, vidole vikishikilia mkoba mweusi aliokuwa ameutoa tu karibu na milango inayozunguka. Hakukimbia. Aliuweka sakafuni, kisha akarudi nyuma, viganja wazi. Ulikuwa chini, alisema. Harufu ya mikate ya dalasini ilipeperuka kutoka kwenye mkahawa. Wanandoa walining'inika, watoto wa siku hizi. Mwingine alisema, mwite polisi. Ndani ya duka, Jonathan Haile alitazama kupitia kioo, ushonaji, kukwaruza kwenye kona mkoba wake. Alielekea mlangoni, macho yake makini. Mlinzi alimkaribia. Toa vitu vilivyo mifukoni mwako. Sina mifuko, alisema, akionyesha suruali nyembamba na uzi uliochomoka kwenye mkono wa jaketi yake. Jonathan aliingia. Mkoba huo ni wangu. Aliangalia yaliyokuwa ndani. Kadi, leseni, noti aliyokunja aliyoihifadhi kwa bahati. Vyote vilikuwepo. Kisha karatasi ya mraba aliyokuwa haijikumbuki, maandishi ya mtoto. Bwana, sikuiba chochote. Kurudisha vitu vilivyopotea huleta bahati njema. Maya aliswallow. Alifanya jambo la uaminifu, alisema kwa mlinzi na kwa wale waliotaka matukio. Maya alibadilika ili kupunguza baridi katika viatu vyake. Naweza kwenda, aliuliza. Njoo pamoja nami, Jonathan alisema kwa upole zaidi. Ni kununu kitu cha moto. Mlinzi alirudi nyuma. Tetesi ziliingia katika mambo ya kila siku. Waliketi karibu na dirisha ndani ya mkahawa. Mvuke ulipanda kutoka kwenye kikombe cha karatasi. Maya alikishika kwa mikono yote miwili, macho nusu yaliyofungwa wakati wa kunywa pumzi ya kwanza. Alikula kwa taarifa, akihifadhi pembe za mkate, njia unavyohifadhi siri. Mkono wake uligusa umwagikaji wa sukari. Alipangusa kwa kitambaa na kukitia mfukoni kana kwamba kilikuwa na thamani. Jina lako ni nani? aliuliza. Maya alibaki macho yake kwenye kikombe. Ninakaa karibu na maktaba. Taa zinawaka. Mama yako yuko wapi? Maya alipumua mara moja. Mbinguni, alisema. Alikimya kimya kifanye kazi ya fadhili. Nje, gari la mtoto lililia. Basi lilishuga. Mawingu yalizuia mwanga wa dari. Makao ya wageni? aliuliza. Ni za kelele, alisema. Ninapenda maeneo ya kimya. Aliungua kichwa. Mimi pia. Alitabasamu bila kuonyesha meno. Jonathan alimtazama, mteremko wa kichwa chake, uvumilivu machoni mwake, kumbukumbu ilionekana ambayo ilionja kama hewa ya baridi. Alipepesa macho ili kuiondoa. Asante kwa kunirudishia mkoba wangu, alisema. Mama yangu alisema, bahati njema huja unapoachilia wizi, Maya alinong'ona. Alihisi mistari imesimama ndani yake. Sio bahati, dira. Na alijua hii haikuwa mwisho wa wakati huo. Ilikuwa mwanzo.
Alichagua mkahawa wa hoteli uliokuwa kimya ng'ambo ya barabara. Mwenyeji alitazama jaketi ya Maya na kulaini. Aliagiza supu, mkate na tarte ya strawberry. Maya alikaa wima, mikono chini ya mapaja yake. Bakuli lilipofika, alipuliza juu ya uso. Una alajeni kwa chochote? Aliuliza. Kwa watu wenye kelele tu, alisema. Mhudumu alitabasamu na kuacha mkate wa pili. Mezani inayofuata, huyo ni Hail, sivyo? Anamiliki block hii. Manung'uniko yao yalipita chumbani. Jonathan alipanguza kunjiwa kwa kitambaa chake. Unalala wapi inavyonyesha? Chini ya ngazi za maktaba, alisema. Kuna mahali pa joto karibu na bomba la hewa. Mwanamke anaitwa Clarice huleta chai. Ninachukua kikombe kimoja. Una begi? Ilitwaliwa. Baada ya kula tutanunua koti. Na glavu pia. Ikiwa unataka hivyo. Ninataka hivyo, alisema, kisha alipunguza kutikisa kichwa chake kana kwamba asiogope wakati huo uende. Aligundua kitambaa kilichochakaa kwenye mkono wake, kilichosokotwa bluu na dhahabu. Alikipindua anapokuwa na wasiwasi. Nani alikupa hicho? Mama, alisema. Kinanifanya niwe jasiri. Macho yake yalielekea kwenye tart. Alipenda strawberry. Alisema zinaonyesha ladha kama jua. Harufu ilipanda, tamu na kali. Picha ilifunguka ndani yake. Aisha akiwa na kitambaa chekundu karibu na mto, akicheka kwenye hewa ya baridi. Miaka imepita. Rangi haikupungua kamwe. Alilipa na kusimama. Maya alisimama haraka. Miguu ya kiti ikipakaza. Alipangusa chembe kutoka kwenye kiti na kusawazisha kiti. Adabu kabla ya faida. Walitembea kupitia mwanga wa jioni. Ndani ya duka aligusa mkono wa koti la baridi, kisha alivuta mkono wake nyuma. Endelea, alisema. Ijaribu. Koti lilimeza, kisha likasimama. Aliinua hudi, akaliacha, kisha akaliinua tena. Ni kimya, alisema. Sio cha kelele. Nzuri. Aliongeza buti, soksi na begi dogo. Karani alifunga tatu kwenye sanduku ili aweze kulibeba. Kabla ya giza, alimpeleka kwenye nyumba ya mji kampuni yake iliweka kwa wageni. Vyumba vilinuka za limau na kitani. Alimuonyesha kufuli. Unaweza kuigeuza kutoka ndani. Hakuna mtu anayeingia bila wewe kusema. Aliangalia bafuni, kisha pembe. Inafaa niweke viatu vyangu karibu na mlango. Ni nafasi yako usiku huu, alisema. Alisimama kwenye dirisha akitazama taa za barabarani zikiwaka. Aliweka chokoleti moto kwenye meza ya karibu na kitanda. Alijikunjua kwenye blanketi, viatu vimevuliwa, soksi zikimetameta dhidi ya blanketi. Asante, alisema, macho yake mazito. Alizima taa. Mlangoni alinong'ona, ikiwa nitaamka na kusahau niko wapi, utasema tena? Nitasema, alisema. Ukumbini kimya kilisukuma. Alifungua simu yake kwenye picha ya zamani aliyoihifadhi. Aisha, kitambaa chekundu, upepo na mwanga. Alielekea nambari ambayo haijibu kamwe, kisha alisimama. Aliandika jina kwenye utafutaji. Aisha Thompson, rekodi za umma, nyaraka za hospitali. Kielekezi kilipepesa wakati ukurasa unapakia. Ndani ya chumba, Maya alishikilia kitambaa chake na kusoma maombi. Chini ya ukumbi, Jonathan alisimama pale, akitazama uzi ukivuta kupitia giza. Asubuhi ilipenya kupitia mapazia. Dhahabu nyembamba juu ya kuta nyeupe. Harufu ya mkate wa kuoka ilija kutoka chini. Nywele za Maya zilikuwa bado zilionyeshwa kutoka kwa kuoga kwake. Mikumbo midogo ilisukumwa kwenye paji lake.
Alifuata harufu hadi alipomwona Jonathan jikoni, mikono ya shati yamekunjwa, kisu cha siagi mkononi. Unapika? Aliuliza akistaajabishwa. Wakati mwingine, alisema akisukuma sahani kwake. Kunisaidia kufikiri. Aliuma mkate wa moto, chembe zikishikwa kwenye vidole vyake. Mlio wake ulikuwa mdogo lakini wenye kuridhika. Jonathan alitazama, akijaribu kuitaja wasiwasi ambao uliishi ndani yake tangu usiku uliopita. Alikuwa amebaki amezunguka kupitia nyaraka za dijiti, akiunganisha vipande pamoja, rekodi za kuachwa hospitalini, maelezo ya kliniki ya misaada. Tangazo la umma kwa Aisha Thompson, umri wa miaka 32, alibaki na binti mmoja, Maya. Kahawa iliyekasirishwa katika ulimi wake. Alijiondoa, aliingia ofisini mwake na kupiga simu kwa mpelelezi binafsi aliyemwamini. Ninahitaji uthibitisho, alisema. Jina la mama, anwani ya zamani, maelezo yoyote ya matibabu. Kimya. Ifikapo adhuhuri, faili zilikuwa kwenye barua pepe yake, picha, uchunguzi wa karatasi, fomu ya hospitali iliyoandikwa kwa mkono yenye mstari wa mawasiliano ya dharura, jina lake, nambari ya simu ya zamani ile ile. Aisha alijaribu kumfikia. Hakujua. Alikaa nyuma akipumua. Aisha, kovu lile lile chini ya mdomo katika picha, macho yale yale ya utulivu. Alikumbuka usiku wao wa mwisho pamoja, ahadi yake ya kusubiri, safari yake ya biashara ambayo ilikuwa ya kudumu, kimya kilichofuata, barua ambayo hakupokea kamwe. Asubuhi iliyofuata, Maya alimkuta katika chumba cha maktaba. Unaonekana huzuni, alisema. Ninakumbuka tu mtu fulani, alijibu. Alitembea kuelekea rafu, vidole vikipita kwenye migongo. Mama alipenda vitabu pia, alisema. Hadithi huwafanya watu wasiwe wamesahaulika. Sauti yake ndogo ilipasua kitu ndani yake. Alisita, kisha akampa picha iliyowekwa kwenye fremu kutoka kwenye dawati lake. Unajua mwanamke huyu? Pumzi ya Maya ilinaswa. Huyo ni mama, alinong'ona. Kidole gumba chake kilipakaza kioo. Ulipata wapi hiyo? Alikuwa rafiki yangu zamani. Sauti yake ilikuwa ya chini. Makini. Alimtazama. Kwa kipindi hewa ilibadilika kama utambuzi ulisafiri kupitia damu bila maneno. Usiku huo, wakati alizingira chini ya blanketi, Jonathan alituma ujumbe wa kimya kwa mwasiliani wake wa maabara. Alituma bahasha iliyofungwa asubuhi ya siku iliyofuata. Mtihani wa uhusiano wa DNA. Siri. Siku 3 zilipita kama wiki. Alimpeleka Maya kwenye jumba la sanaa, kwenye ziwa, popote, ili kujaza kimya. Alichora ndege kwenye daftari lake na kumwambia aliota nyumba yenye dirisha la jikoni kubwa vya kutosha kuona nyota. Wakati mjumbe aliwasili, alisimama peke yake katika chumba cha masomo kabla ya kufungua bahasha. Karatasi nyeupe, chapa nyeusi. Uwezekano wa ubaba .99998%. Chumba kilizunguka. Alisukuma mikono yote miwili dhidi ya dawati. Kicheko kilitoroka kifupi na kukamatwa, kisha kilageuka kulia ambalo hakuliweza kushikilia. Alitazama kuelekea mlango ambapo kicheko cha Maya kilijibu kwa sauti ndogo kutoka ukumbini. Katika sauti hiyo kuliishi kila kitu alichopoteza na kila kitu alichokipata tu. Alinong'ona, wewe ni wangu. Mtihani uliteleza kutoka vidole vyake, ukitua karibu na maelezo aliyoyaandika ndani ya mkoba wake. Maandishi yale yale ya tahadhari, wazi ule ule ambao ulikuwa umemleta kwake tena. Kichwa cha habari kilipiga kabla hajaweza kujiandaa. Bilionea amekamatwa akihifadhi mtoto msafiri, polisi wanachunguza uwezekano wa kuteka. Simu ya Jonathan iliwaka bila kukoma. Waandishi wa habari walikaa kambi nje ya lango. Drones ziliruka juu ya njia. Kila unong'ono kutoka mkahawani uligeuzwa kuwa mafuta kwa magazeti ya udaku yaliyotaka kashfa.
Maya alitazama kutoka kwenye mapazia. Nilifanya kosa? Aliuliza, sauti yake ni sauti ndogo yenye hofu. Alipiga magoti karibu naye. Hapana mpenzi. Hakuna kati ya hii ni kosa lako. Bado polisi walifika saa hiyo ya alasiri. Taa zinazometameta zilipasuka kwenye ukumbi wa mama. Wafanyakazi wa kijamii waliongea kwa sauti za utulivu za mafunzo. Anahitaji kuja nasi kwa sasa, bwana, mmoja alisema, ubao wa kunakiliwa ukitetemeka kidogo. Maya alishikilia begi lake dogo, kitambaa kile cha bluu na dhahabu kikitia mkono wake. Ulisema nilikuwa salama, alinong'ona. Koo la Jonathan liliungua. Wewe ni... Nitashughulikia hili. Mlango ulifungwa nyuma yao na nyumba ikageuka tupu. Wakili wake, Avery Grant, alipiga simu ndani ya saa. Wanasema ulimvutia kutoka barabarani, alisema. Tutapigana lakini maonekano ni makali. Alituma matokeo ya DNA, ripoti ya mpelelezi, nyaraka za hospitali. Sijali maonekano, alisema. Ninajali yeye. Usiku wa tatu baadaye, alisimama nje ya jengo la mahakama ya familia, taa za waandishi wa habari zikipasuka kupitia manyunyu. Wataalamu walipiga kelele maswali. Kwa nini mtoto mweusi? Je, unafunika kitu? Hakusema chochote. Ndani mahakama ilinuka karatasi na kahawa baridi. Maya alikaa mbele karibu na mfanyakazi wa kijamii, miguu ikipepea chini ya bensi. Alipomwona alitoa ishara ndogo. Kifua chake kilivunjika tena. Jaji, mwanamke mzee mwenye macho makali, alirekebishwa miwani yake. Bwana Hail, eleza kwa nini unaamini wewe ni baba wa mtoto huyu. Alisimulia hadithi kutoka mwanzo. Mkoba, maelezo, kitambaa, kumbukumbu za Aisha. Sauti yake ilipasuka mara moja lakini hakusimama. Aliweka faili ya DNA kwenye dawati. Jaji alitazama kwa haraka, sura yake haikuhesabika. Mwanasheria wa jiji alijaribu kumchora kama wa haraka. Bilionea anayetafuta huruma, alisema. Mchezo wa umaarufu. Kisha muuguzi kutoka hospitalini alitokeza mbele, nywele za kijivu zimefungwa nyuma. Aisha alisema jina lako usiku alipofariki, alisema. Alisema alitumai utampata binti yako siku moja. Kimya kilikunjwa chumba. Mkono mdogo wa Maya uliinua kwenye mkono wa jaji. Yeye ndiye pekee aliyenisikiliza, alinong'ona. Mama yangu alisema angekuja. Jaji alitazama kutoka Maya hadi Jonathan. Unaelewa nini umakini wa vyombo vya habari utamfanyia? Nitamlinda, alisema. Kila siku. Nyundo ilipiga mara moja. Mahakama inatoa ulinzi wa muda ukisubiri uthibitishaji wa mwisho. Mlio wa kamera nje ulipanda kama radi, lakini Jonathan alisikia sauti tu ya viatu vya Maya vikimkimbilia. Aligongana kifuani mwake, akicheka kupitia machozi. Walipoingia ukumbini, umati uligawanyika. Wengine walipiga kelele, wengine walipiga picha, lakini mwanamke nyuma alinong'ona, nzuri kwake. Ulimwengu bado una watu wazuri. Jonathan alitabasamu kidogo. Hapana, alinong'oneza mwenyewe. Ulimwengu una yeye. Mwanga wa jua ulipasuka kupitia asubuhi ya kijivu ya jiji wakati milango ya mahakama ilifunguka tena, wakati huu bila kamera au machafuko. Kusikiliza la mwisho, kifupi na kimya. Maneno ya jaji yalikuwa rahisi. Bwana Hail, ulinzi wa kisheria umetolewa. Bi Maya Thompson sasa ametambuliwa kama binti yako. Vidole vya Maya viliingia kwenye vyake. Vikitetemeka. Alisonga nyuma imara. Hata Bailiff alitabasamu. Nje, hewa ya chemchemi ilibeba harufu ya mvua juu ya jiwe. Walitembea polepole chini ya ngazi za mahakama kupita umati ambao sasa ulikuwa laini kuliko hapo awali.
Mtu fulani alinong'ona, hao ndio. Lakini wakati huu ilionekana kama mshangao, si tetesi. Alimnunulia aiskrimu kutoka kwenye mkahawa ule ule ambao walikaa mara ya kwanza. Alichagua strawberry tena. Mama alipenda hii, alisema, akiramba matone kutoka kidole gumba chake. Alikuwa na ladha nzuri, alisema. Maneno yalinaswa. Nusu kicheko, nusu huzuni. Nyuma kwenye nyumba ya mji, lori la kusafirisha lilingojea. Vitu vyake vilikuwa vichache. Begi dogo, kitambaa, mchezo wa jua lichomochomalo alifanya katika makao. Nyumba yake, mara moja kubwa sana kwa maana, ilianza kuonekana ndogo sasa, hatimaye ukubwa kwa familia. Alikimbia kutoka chumba hadi chumba, akijaribu mwangwi. Ni ipi yangu? Yoyote inayohisi sahihi, alisema. Ukumbini, picha zilizofungwa tayari zilipangwa kwenye kuta. Picha ya Aisha katikati, picha mpya ya shule ya Maya karibu nayo. Ufanani haukuwa tena wa kutisha. Ulikuwa nyumbani. Usiku huo alikaa kwenye reli ya balkoni, akitazama taa za jiji zikimetameta kama nyota za polepole. Je, unadhani mama anaweza kutuona? Alifunga blanketi kwenye mabega yake. Nadhani amekuwa akisubiri hii. Chini yao, taa za barabarani zilipepesa kwenye minara ya kioo. Barabara zile zile ambazo walikutana mara ya kwanza. Jiji lile lile ambalo mara moja liliwashitaki, sasa lilionekana kuimba kwa radhi ya kimya. Maya aliegemeza kichwa chake kwenye mkono wake. Ulipata mkoba wako, alisema kwa upole, akitabasamu. Nilipata zaidi ya hilo, alisema. Katika mfano wa madirisha, walionekana kama matoleo mawili ya hadithi ile ile. Mmoja ukianza tena, mmoja hatimaye ukikamilika. Kwa mara ya kwanza kwa miaka, Jonathan Haile hakuwaza kuhusu faida au tarehe za mwisho. Aliwaza kuhusu maelezo madogo bado yaliyotundikwa ndani ya mkoba ule mweusi. Mmoja ambao ulibadilisha kila kitu. Kurudisha vitu vilivyopotea kuleta bahati njema. Alielewa sasa. Wakati mwingine kitu kilichopotea sio kitu. Ni mtu. Na wakati mwingine, ikiwa una uaminifu wa kutosha, maisha hupata njia ya kuwarudisha. Ikiwa hadithi hii ilikugusa, kumbuka fadhili inaweza kufunua ukweli wa kina zaidi kuliko damu. Kamwe usipuuze mioyo ya kimya inayofanya jambo sahihi wakati hakuna mtu anayetazama. Tufuate kwa hadithi zaidi za hisia za kweli zinazotukumbusha huruma inaweza kubadilisha maisha.